wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kama mnavyofahamu ndugu wa Tanzania kwamba maafa makubwa yamejitokeza katika kipindi cha mvua kali zilizojitokeza mwaka huu, na kupitia Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ofisi ya Mufti na kitengo cha da'wa na tabligh, yani kurugenzi ya da'wa na tabligh, tumekuwa tukifuatilia haya majanga yaliyojitokeza na kusikitishwa sana na hali ngumu ambayo imejitokeza, ambayo kuna wengine katika Watanzania wenzetu wamepoteza maisha yao na kuna wengine bado wako hospitalini wamejeruhiwa kutokana na maafa makubwa yaliyojitokeza. Kwa kushughulikia jambo hili, tumeona tuchukue fursa hii kubwa ya kutoa misaada mbalimbali, na ndio maana toka mwanzo ilikuwa tunaendelea kutoa misaada kwa kiasi kile ambacho tunakiweza kupitia kitengo chetu hiki cha da'wa na tabligh ambacho kinasimamiwa na Sheikh Arif. Kwa hiyo sasa hivi tunaelekeza msaada mnaouona hapa wa magodoro haya pamoja na baadhi ya vyakula ambavyo mnaviona kuelekea maeneo ya Kilwa, kutokana na maombi ambayo tumeyapata kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwa hiyo hii ni kazi ambayo tunaifanya, na tunawaomba Waislamu wengine wote ambao wanaweza kunyosha mkono wa msaada katika majanga makubwa kama haya, basi waweze kufanya hivyo, kwa sababu hii ni haki yetu sisi katika kuonesha namna ya kusaidia Watanzania wenzetu waliopata mambo kama hayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee majanga katika nchi yetu, atuondoshee mvua zenye madhara katika nchi yetu, badala yake atuletee mvua za baraka na za kheri, na ajalie amani na utulivu katika nchi yetu iendelee na idumu. Na namwombea mkurugenzi wangu huyu wa Arif aendelee kusimama kama ninavyomtuma siku zote, na yeye anasimama bila kusita na kufanya kazi hii kwa kishindo kabisa. Mwenyezi Mungu amhifadhi na ampe moyo wa kuweza kutekeleza mambo ambayo tunamtuma na kuweza kusimamia kwa usimamizi mzuri kama huu anaofanya. Nawashukuru hata nyinyi waandishi wa habari ambao tukiwaita kwa ajili ya kutaka kuzieleza hizi habari kwa wananchi wenzetu wa Tanzania, nyinyi kwa haraka sana mnakuja. Mwenyezi Mungu awahifadhi na awalinde. Kuna watu ambao wamejaribu kunyosha mkono kutusaidia kuhakikisha kwamba hili zoezi halikwami na linafikiwa, na kikubwa kabisa ni mambo ya usafiri, kusafirisha vitu tulivyokuwa navyo. Kama mnavyoona gari nyuma huko, tuna Sheikh Abbas Yasin, huyu ametusaidia sana, karibu trip ya 6 sasa hivi. Hii karibu safari ya 6, anatoa gari lake kubwa kama hili kwa ajili na mafuta na kila kitu kwa ukamilifu kabisa, kuhakikisha kwamba msaada unafika mahali palipokusudiwa. Naomba Mwenyezi Mungu amhifadhi Bwana Abbas Yasin kutokana na kazi kubwa ya kujitolea na kutoa gari lake kama hivi. Amin. Na amlinde na kila shari na mjalie baraka katika riziki zake na watoto wake na mambo yake na maisha yake. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Siku ya kwanza kabisa wameenda Rufiji, mahala panaitwa Chumbi. Ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 4 2024. Lakini baada ya kukuletea mrejesho kwamba huko hali mbaya sana, na vile maeneo mengine vile watu wana dharura kama hiyo, ukaagiza peleke tena sehemu inaitwa Mkwajuni katika jimbo la Mchinga, Lindi, ambapo pale bunge wake ni Mheshimiwa Salma Kikwete. Lakini vile ukaagiza tupeleke eneo lingine ambalo ni eneo la Nangaru. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 4 2024. Baada ya kukuletea mrejesho, ukapata simu ya mkuu wa mkoa Bakar Kunenge akikwambia kwamba vyakula nimepata Mufti, lakini watu hawana magodoro. Ukaniagiza tena tupeleke magodoro. Tukapeleka magodoro sisi Rufiji, eneo lile la Chumbi, ambapo mwanzo tuliwapa chakula. Tukarejea, ukatuagiza tena, nimesikia Ikwiriri kuna shida, pelekeni Ikwiriri. Tukapeleka tena Ikwiriri. Mheshimiwa Mufti, trip 5 sisi tumepeleka sehemu mbalimbali kwa maagizo yako. Lakini juzi tena ukaniambia kwa wilaya wa Kilwa akakupigia kwamba kuna shida Kilwa. Kwa maelekezo yako
tumekusanya godoro hizi tena kwa ajili ya kupeleka huko. Sasa hii ni trip ya 6 tunapeleka kwa maelekezo yako. Tunamshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupa sisi fursa kama hii ya kuweza kuwahudumia waja wake, lakini vile vile na kushukuru wewe, lakini vile vile tunakuomba kwamba itakapotokea jambo kama hili kokote pale, basi dua zako na maelekezo yako sisi tunayasubiri na kuyafanyia kazi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yote haya tuliyokuwa tumeyafanya yakubali, lakini vile vile wale wote ambao wameathirika, Allah Subhanahu wa Ta'ala awape subra na abadilishe ile hali kuwa hali nzuri, na wote atuhifadhi na mitihani kama hiyo. Jazakumullah khair wa ahsan jazaa fi darain. Shukran.